Huu si uchaguzi wa haki. Hakuna demokrasia kwenye klabu. Kura za ndio na hapana hazifai. Hii si kauli yangu bali ni maneno ya wakosoaji waliokuwa wakijaribu kuweka wazi kile walichokiita udhaifu wa uchaguzi wa Young Africans. Lakini swali linalobaki ni moja tu, ni nani hasa angeweza kumwangusha Engineer Hersi Said? Wakati wengine wakiwa wanatafuta hoja za kupinga mchakato, wengi wa wanachama walikuwa kitazama kitu tofauti kabisa, rekodi ya uongozi wake ndani na nje ya uwanja. Majibu yakaanza kuonekana kwenye mafanikio yaliyopatikana katika kipindi chake cha uongozi. Katika miaka minne, aliandika historia kwenye kombe la shirikisho CRDB Federation Cup kwa kulitoa mara 4 mfululizo. Huku timu yao ikicheza michezo 28 kati ya 28 hawajapoteza mchezo hata mmoja, huku wakifunga mabao 86, wakiruhusu mabao 14 pekee na kuweka clean sheet 20. Hizi si takwimu za bahati. Haya ni matokeo ya mfumo uliojengwa kwa uthabiti na dira inayoeleweka. Si hapo tu, chini ya uongozi wake, Yanga ilitoa ngao ya jamii mara 4 kwa kuwashinda upinzani wake wakubwa Simba na Azam FC katika nyakati tofauti, na pia iliendelea kujitangaza kimataifa kwa kushinda Toyota Cup nchini Afrika Kusini baada ya kuichapa Kaizer Chiefs 4-0 kabla ya kwenda Rwanda kutoa kombe la Rayo Day kwa ushindi wa 3-1 dhidi ya Rayo Sports. Hayo yalikuwa ni mafanikio yaliyoonyesha kwa Yanga haikuwa tena klabu ya kushindana ndani ya mipaka Tanzania pekee ila kimataifa. Katika kipindi cha miaka minne, uongozi wa Engineer Hersi ukishirikiana na kamati tendaji uliwezesha Young Africans kutoa jumla makombe 16 ndani na nje ya nchi. Miongoni mwa mafanikio hayo ni mataji 4 ya ligi kuu Tanzania bara. Aliongoza rekodi ya ubingwa wa ligi mara 5 mfululizo. Ulikuwa ni udhibitisho kwamba mafanikio hayakuwa ya msimu mmoja ila yalikuwa ya muendelezo wa utawala wa matokeo. Takwimu za ligi nazo zinazungumza Yanga kwa sauti kubwa. Katika michezo 120 za ligi kuu Tanzania bara zilizochezwa ndani ya kipindi hicho, Yanga wameshinda michezo 101, ikipata sare 12 na kupoteza mechi 7 pekee, wakikusanya pointi 315, wakifunga mabao 286 na kuruhusu mabao 51 tu, tofauti ya mabao ikiwa ni 235. Rekodi hizi zinaendelea kubaki miongoni mwa alama muhimu katika historia ya soka la Tanzania. Ndio maana uchaguzi ulipofika, wengi hawakutazama kama mashindano ya majina, ila walitazama tathmini ya kazi. Wapo waliopaza sauti yao wakisema uchaguzi haukuwa na ushindani wa kutosha, lakini ukweli ni kwamba ushindani mkubwa ulikuwa dhidi ya rekodi ambazo tayari zilikuwa zimewekwa. Kumshinda kiongozi aliyebeba mafanikio makubwa kiasi hiko hakukuhitaji maneno mengi, kulihitaji matokeo makubwa. Mwisho wa yote, pengine waliotamani demokrasia, neno lao lilikuwa si kutazama ushindani, bali ilikuwa ni kumwona yule aliyesaidia Young Africans kufika hapo akidondoshwa. Wanachama wamezungumza kupitia kura zao, na jina la Engineer Hersi Said amepewa tena dhamani ya kuiongoza Yanga. Hongera kwako kwa ushindi huu na imani kubwa uliopewa. Sasa jukumu linaendelea kulinda mafanikio yaliyopatikana, kuweka rekodi mpya na kuendelea kuipeleka Yanga kwenye kiwango cha juu zaidi ndani ya Afrika. Historia yake imejengwa kwa vitendo. Safari mpya inaanza kwa matarajio makubwa. Na leo hii wana Young Africans wanasema kwa kauli moja minne tena, wakimaanisha utawala mwingine wa soka, wakimaanisha kupasua anga la kimataifa, wakimaanisha kuvuta makombe mengine ambayo bado kabati la Young Africans limeonekana kuwa na kiu. Hongera sana Engineer. Muda mwingine demokrasia huwa inatuchelewesha tu, inatondolea wale waliokuwepo bora kwa kigezo cha kuhitaji ushindani. Na wana Young Africans wamekataa kupotezwa kwenye mkumbo huo. Wao wamekuchagua wewe na kamati yao tendaji, wakitamani kuona matokeo zaidi.